Kufuatia upelelezi huu, leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025, Padri Camillus Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa. Mawa iko kata ya Hanga. Hanga hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao Padri Camillus Alon Nikata. Padri amepatikana akiwa hai, akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka jimboni siku ile jioni, akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa kwanza alitoka nacho akiwa pale. Lakini padri amepatikana akiwa amezoofu kwa njaa baada ya kutokula kwa siku nyingi, na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo liondoka nalo ikiwa limeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa na hati ya kusafiria, kutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi 13,500. Amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa ameizima. Vile vile amekuta na funguo mbalimbali ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Upelelezi ambao ulianza toka tarehe 9 kwa kuwahoji wale watu wote waliokuwa wametiliwa shaka kuhusika, kama wamehusika kwa namna moja ya kwa kupotea kwa padri huyo, kabla na baada, umeonyesha kwamba sababu kubwa za padri kujipoteza na kutokomea mashambani karibu na kijiji alichozaliwa ni kama zifuatazo. Moja ni msongo wa mawazo uliotokana na madeni mengi yaliyokuwa chini ya uwezo wake. Upelelezi umegundua madeni mengi ambayo padri alikuwa anakabiliana nayo na kuonyesha kwamba alikuwa anashindwa kuyarudisha, na wanaomdai tumewapata. Pili ni mahusiano. Padri aliachwa na mpenzi wake aliyekuwa naye kwa muda wa takriban miaka 9 na ambaye alikuwa anamhudumia kwa gharama kubwa, na kwa kipindi cha ambapo mwezi wa 7 mpenzi wake huyo aliamua kuachana naye. Lakini tulipofuatilia tuligundua kwamba kwa kipindi cha mwezi Juni mpaka Septemba padri alikuwa amemhudumia mpenzi wake huyo kwa shilingi zaidi ya milioni 39 akizitoa kwenye akaunti yake ya CRDB. Hii ukiachia M-Pesa ambayo alikuwa amemtumia zaidi ya milioni 9.5. Sababu ya tatu ya padri kujipoteza ilikuwa ni maradhi. Padri Nikata kwa muda mrefu alikuwa anasumbuliwa na pressure ya macho na alifanikiwa kufanyiwa operation ya jicho moja, na sasa alikuwa anahitajika kufanyiwa operation ya jicho la pili, lakini alikosa fedha kutokana na matumizi makubwa ya kumhudumia huyo mpenzi wake ambaye ana miaka 28 tu. Padri huyo alikuwa sababu ya 4, padri huyo alikuwa ameamua kuacha kazi ya upadri kwa sababu za kiafya, sababu za hayo mahusiano, sababu za hali mbaya ya kifedha, lakini fadha huyo hakupewa nafasi ya kusikilizwa na uongozi wake. Kwa hiyo akaamua kujichukulia uamuzi wa kujipoteza yeye mwenyewe kwa kuelekea huko nyumbani kwao. Wito: Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linatoa wito kwa watu wote wenye taaluma na wakada mbalimbali bila kujali taasisi zao kushirikisha wanajamii wenzao kwa matatizo yanayowakabili badala ya kukaa nayo moyoni wenyewe. Aidha, na waasa wakuu wa taasisi mbalimbali kuhakikisha wanawapa nafasi na kusikiliza changamoto za walio chini yao ili waweze kuzitatua kabla hazijaleta taharuki kwa jamii. Mwisho, hali ya Padri Nikata inaendelea kuimarika
baada ya kupata huduma ya kwanza, na sasa yuko Homso, hospitali ya mkoa wa Homso akipatiwa matibabu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linathibitisha pasi na shaka kwamba Padri Camillus Aaron Nikata hakutekwa, bali alijipoteza yeye mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo kwa sababu nilizozitaja hapo juu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama Padri Nikata alionekana na hiki kibegi akitoka pale jimboni anaelekea kwenye stendi ya Mfaranyaki. Kile kibegi tulichowaambia ni hiki hapa. Na hiki kibegi tumekikuta kimelazwa toka Padri Nikata alipofika pale na tayari kimeshaanza kutengeneza mchwa. Lakini tumekuta hiki kitaulo, na hiki kitaulo kilikuwa ndani ya kibegi. Lakini alipofika alikitoa, hiki kitaulo ndio alikuwa anakitumia kama kilago chake cha kulalia. Lakini tumemkuta na passport, lakini tumemkuta na simu. Hii simu padri alizima, lakini sio kuizima, ameiformat. Yaani sasa hivi ukiwasha hii simu upati chochote. Ameiformat akijua kabisa tutamtafuta. Kwa hiyo ili tusimpate akaamua kuiformat hii simu, sio kuizima, tukaiformat kabisa hii simu ili tusipate chochote. Kwa hiyo hatuwezi kupata message wala tuwezi kupata chochote. Lakini tunazo message za watu wake wa karibu ambazo zinaeleza tabia zake zote. Padri kulikuwa na karanga kwenye begi lake na alikuwa anazitumia kama chakula. Kulikuwa na maji, lakini ikimiminika, padri alikuwa na pressure. Inaonekana ikimiminika ni kama dawa ya kienyeji ya pressure. Lakini padri alikuwa sasa amebadilika. Maana hii ndio kofia yake alikuwa anavaa. Kwa hiyo kama ungekutana naye, kimsingi usingegundua kama huyu ni nani? Ni padri. Ndugu waandishi wa habari, hiyo ndio hali halisi. Jeshi la polisi litaendelea kufanya kazi kwa karibu na taasisi yoyote ile, na jeshi la polisi halina mtaala wa kuteka na wala halijawahi kuwa na mtaala wa kuteka. Asanteni sana.